hapa lakini kuna fedha kidogo zimebaki. Wewe ni nani? Mimi ni kaimu mganga mkuu wa wilaya. Una muda gani? Sasa hivi na takriban siku 10. Maana yule DM amehama sasa. Kwa hiyo haujui mpaka sasa mna shilingi ngapi kwenye akaunti? Kwani akaunti si kitu tu ambacho benki ukiwapigia simu ukawatajia akaunti za mradi wote wanaweza kukupa data mna shilingi ngapi? Mkurugenzi yuko hapa halmashauri. Kwenye huu mradi kuna fedha ipo hapa na mimi naijua. Nataka kujua ni shilingi ngapi na management nafahamu kwamba kuna change hapa ipo. Mkoa baada ya kuifuatilia kweli kuna fedha ambayo imebaki kwenye akaunti. Nimepata taarifa kutoka kwa MOI shilingi milioni 48 ziko kwenye akaunti. Milioni 48. MOI ni nini? Mganga mfawidhi. Milioni 48. Taarifa nilionayo mimi hapa kuna hela kama milioni 79. Kwanza hapa kuna fedha ambazo zilitolewa na mhisani, si ndio? Lakini wakati huo serikali ilitoa fedha kwa kutekeleza jambo hilo hilo. Ni kweli si kweli? Ni kweli. Mhisani alitoa shilingi ngapi? Milioni 25. Kwa hiyo hapa mimi ninafahamu kwamba mnatakiwa muwe na fedha sio hizo milioni 45. Fedha kama milioni 79 inatakiwa ziwepo hapa. Lakini huwa haisemwi. Hata hapa ukimuuliza mwenyekiti wa halmashauri hawezi kujua. Hata kwenye management sidhani kama mnaambiana jambo kama hili. Wewe mwenyewe mkurugenzi hujui. Uongo kweli? Nimelijua juzi. Umelijua juzi. Kwa nini ilikuwa haisemwi? Na hiyo fedha imekuwa muda mrefu tu hapa. Kwa nini yani hakuna uwazi katika hilo jambo? Kwa hiyo huyu mkaguzi wa ndani ninampa hii kazi na ndani ya siku 3 nataka taarifa ya milioni 79 iwe imeletwa. Na asipoweza kufanya kazi hiyo ninajua nini cha kufanya. Na namuonya kuto kutekeleza maagizo ya viongozi kwa wakati ni utovu wa nidhamu. Nizione milioni 79 na wewe mkurugenzi uzisimamie fedha milioni 79 zifanye kazi ya maendeleo. Kwa sababu ninafahamu kwamba kuna kurushwa hapa ili hizo fedha zitumike vibaya. Kwa hiyo sasa ujanja huo hauna nafasi. Sio tu sisi kazi yetu kuomba hela, wizara tuleteni pesa, wizara tuleteni fedha, lakini zinazoletwa nyingine watu hawataki kuzisema kwa uwazi. Kama uwazi hakuna, maana yake ni nini? Eti mkurugenzi, wewe ukiona hakuna uwazi katika masuala ya fedha, nini kinachokusudiwa? Mganga mkuu, mbona ulijibu? Ni matumizi mabaya. Nosa, mkataba wenu ni milioni 135, si ndio? Umeshamlipa milioni 90. Lakini kiukweli ulitakiwa umlipe milioni 65, si ndio? Advance payment itakuwa hiyo milioni 65. Huyu mkandarasi kampa Nosa milioni 90. Lakini Nosa ni kampuni ambayo ina watu wawili. Lakini hiyo milioni 90, milioni 50 haikuingia kwenye hiyo kampuni ya Nosa. Imeingia kwenye akaunti ya mtumishi. Maana sawa tuwashumu kwamba haya potelea mbali, hiyo kampuni imepewa kazi. Lakini kwa nini sasa hiyo kampuni ikipewa kazi ya milioni 135 tunalipa milioni 90 kwenye kampuni, lakini milioni 50 imelipwa kwa mmoja kati ya hao wenye kampuni? Je, akichukua hiyo fedha akaenda kufanya shughuli zake atasupply kokoto hapo? Kwa hiyo mtumishi huyu kwanza ni lazima achukuliwe hatua za kinidhamu zinazostahili. Na mimi unampeleka taarifa zake mpaka TAMISEMI. Umenielewa bana? Kwanza arejeshe fedha huku na kanuni za maadili ziendelee, alete kokoto kwa mujibu wa mkataba. Huyu mtu ashughulikiwe kwa mujibu wa sheria za maadili ya utumishi wa umma. Kwa nini haku declare interest kwamba mimi mtumishi wa umma na kampuni na nimeomba kazi sehemu fulani?
leo hii amelipwa kwenye akaunti yake binafsi, kokoto zenyewe kuzileta hapa hajaleta, anachelewesha mradi wetu, anamchelewesha mkandarasi.